Mkutano ulioandaliwa na LAN kwa kushirikiana na CPCT mkoa wa Tabora usisimamishwe bali uendelee kwa sababu kubwa zifuatazo. Moja, uchunguzi wa makosa bado unaendelea na hatujapewa majibu rasmi kwa barua au kwa namna yoyote ile ya kwamba mambo hayo ni ya kweli au la. Hivyo tunapongoja uthibitisho huo, tunaomba mkutano huu uweze kuendelea kwa ajili ya faida ya wananchi wa mkoa wa Tabora kwa ujumla. Jambo la pili, maaskofu na wachungaji wanaounda umoja wa makanisa Kipentekoste katika mkoa wa Tabora sio mashoga na hatukubaliani na ushoga na hatujakaribisha mhubiri shoga, bali tumekaribisha mhubiri wa Injili ya Yesu Kristo ambaye hajaanzia tu Tabora bali amehubiri katika mikoa yetu ya Tanzania bara, kwa mfano Shinyanga, Mwanza, Kahama na sehemu zingine ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ana vibali maalum vya kufanya huduma hiyo katika taifa letu la Tanzania. Na si hivyo tu, yeye mwenyewe anapingana na anakemea ushoga, na tuna ushahidi wa baadhi ya mahubiri yake katika kukemea ushoga. Jambo lingine, CPCT ni chombo kinachofanya kazi kikatiba bila kuvunja sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kulinda mahusiano ya serikali na dini. Hivyo tunaomba vyombo vya habari na kamati za ulinzi na usalama ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa muendelee kutoa ushirikiano wa kutosha tunapoendelea katika mkutano huu na tunapoendelea kuihudumia jamii yetu katika mkoa wa Tabora kupitia mkutano huu wa ALN. Jambo lingine, sisi CPCT mkoa wa Tabora hatuna mahusiano yoyote na hivyo viashiria vya alama za LGBT kwa namna yoyote, na imani yetu inapingana sana na mambo hayo. Moja ya kazi muhimu ambayo inafanywa na CPCT, yani Baraza la Makanisa ya Kipentekoste katika mkoa wa Tabora na nchi nzima, ni kushirikiana na serikali katika kuimarisha umoja na mshikamano katika taifa letu, kati ya serikali, viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla. Sasa naomba nifafanue hiki ambacho kilielezwa kwamba kina mahusiano. Alama hii ni alama ya kiganja yenye vidole vitano. Haina mahusiano yoyote na kitu kinachoitwa ushoga. Sasa kwa nini tukabuni nembo hii katika vitabu vyetu lakini katika mpira? Jambo la kwanza, kama tunavyojua, watoto hupenda kujifunza kwa kuangalia kwa kupenda kuangalia rangi. Hii picha ambayo ina alama ya kopa inamaanisha upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Ndiyo maana yetu tulioiweka hapa. Na huu upendo wa Mungu kwa mwanadamu, yako mambo matano ambayo mwanadamu anapaswa kuyakumbuka, ambayo tukienda shuleni tunawaambia jambo la kwanza, tunawaambia vijana wafanye hivi. Inaitwa habari njema. Habari njema ni kwamba Mungu anampenda kila mtu. Ndicho tunachohubiri kwenye huduma yetu. Lakini kidole cha pili ni hiki ambacho mtu akikusonta namna hii inamaanisha nini? Inamaanisha habari mbaya. Habari mbaya ni ipi? Sisi ni wenye dhambi, tumelisti dhambi ya asili. Na maandiko yanasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Kidole cha tatu huwa tunakinyosha hivi, ishara ya bastola. Kwa hiyo watoto tunawaambia hii alama ya bastola inamaanisha habari mbaya zaidi. Na habari mbaya zaidi ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa tunawafundisha watoto, mkiishi katika maisha ya kutenda dhambi, maana yake mkifa iko jehanamu ya moto. Lakini kidole cha nne tunawaambia watoto wanyoshe hivi. Hii inamaanisha suluhisho. Suluhisho ni nini? Suluhisho ni kuacha dhambi, na suluhisho ni kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Lakini kidole cha mwisho huwa tunawaambia hiki ufanye nini sasa? Tunawaambia muamini Yesu ama muamini Mungu kulingana na imani yako, nawe utaokoka. Kwa hiyo na tukaviweka pia kwenye mipira kwamba watoto wanapocheza mipira wakumbuke ule ujumbe ambao tumewafundisha. Tuna makao yetu makuu. Tuko tayari kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkiwa tayari kutuchunguza tuko tayari. Makao yetu makuu ya Afrika yako Rwanda, sehemu moja panaitwa Bugesera Nyamata. Karibuni sana. Najua serikali yetu tuna mahusiano mazuri na nchi ya Rwanda, tunaye balozi wetu kule. Kwa hiyo karibuni serikali yetu, mnaweza kukenda kuchunguza pale. Lakini kule Marekani Chicago,
ambako ndio makao makuu ya huduma yetu, na penyewe tunawakaribisha kutuchunguza. Tunao balozi wa Marekani Tanzania huko Marekani, kwa tunawakaribisha, tuko tayari kuchunguzwa.